Iran imesema na kusisitiza kwamba itatetea haki zake za kisheria za matumizi ya nyuklia na kwamba haitokuwa tayari kuachana na mpango wa nyuklia. Kupitia waziri wake wa mambo ya kigeni, Abbas Araghchi amesisitiza azma ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kutetea haki zake za kisheria za nyuklia kulingana na mkataba wa kuzuia usambazaji wa silaha za nyuklia NPT, akisema sera za nyuklia za Tehran zingali zinaendana na mfumo wa sheria za kimataifa. Araghchi ambaye ameitembelea Moscow baada ya safari yake ya Belarus amesema hayo katika mkutano na wanasiasa, wataalamu na wasomi wenye vipawa wa Russia siku ya jana Jumanne, ambapo alizungumzia uhusiano kati ya Iran na Russia na matukio muhimu ya kimataifa. Na katika hotuba yake hiyo, waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amebainisha msimamo wa Tehran kuhusu masuala ya kimataifa, hususan yanayohusiana na amani na usalama wa kimataifa. Abbas Araghchi amesema kwamba tutasimama katika msimamo mmoja, tutaendelea na mpango wa nyuklia katika taifa letu. Akizungumzia kadhia ya nyuklia ya Iran, Araghchi amehusisha hali ya sasa na ukiukwaji wa mara kwa mara wa ahadi na wajibu ambao umefanywa na Marekani na kujihusisha kwa nchi tatu za Ulaya katika utekelezaji wa hatua haramu za Washington, hasa hatua yake ya upande mmoja ya kujiondoa mwaka 2018 katika makubaliano ya mpango kamili wa pamoja utekelezaji JCPOA ya mwaka 2015 na uvamizi wa kijeshi uliofuatia hatua hiyo ambao ulifanywa dhidi ya Iran mnamo mwezi Juni mwaka 2025. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran ametilia mkazo umuhimu wa ushirikiano wa kimkakati kati ya Tehran na Moscow na kubainisha nafasi ya suala hilo katika kuendeleza maslahi ya taifa ya nchi zote mbili na kudumisha amani na usalama wa kimataifa. Aidha, amesisitiza azma ya pamoja iliyoonyeshwa na viongozi wa mataifa hayo mawili ya kupanua ushirikiano katika nyanja zote. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Russia, Abbas Araghchi amepangiwa kukutana na waziri wa mambo ya nje ya Urusi Sergei Lavrov, ambapo wawili hao wanatazamiwa kujadili masuala ya kimataifa yanayojiri hivi sasa, ikiwa ni pamoja na mpango wa nyuklia wa Iran na masuala ya kikanda yenye maslahi kwa pande zote mbili. Mkutano wa Araghchi na Lavrov utafanyika siku ya leo ya Jumatano, ambapo watajadili masuala hayo muhimu kwa ajili ya mataifa yao mawili. Hata hivyo, Iran imesema kwamba IAEA katika suala la nyuklia haina haki ya kutaka kukagua vituo vilivyoshambuliwa. Kumekuwa na taarifa juu ya kwamba Iran imekataa kukaguliwa vinu vyake vya nyuklia, ambapo imeeleza wazi kusema kwamba mpango wa nyuklia wa Iran ni mpango wa amani na mataifa ya Ulaya yanatambua hilo, lakini kumekuwa na kasumba kwa mataifa ya Ulaya kuona namna ambavyo Iran imejijenga kupitia mpango wa nyuklia na hata kushambuliwa na Marekani kwa kutumia mabomu ya Buster yaliyotokana na ndege za B-2. Ulimwengu na hata mataifa ya Ulaya hayakushtuka, lakini sasa wanataka kwenda kufanya ukaguzi kutaka kuona ni jinsi gani uharibifu umefanyika katika maeneo ya Fordo, Natanz na Isfahan, huku ikidaiwa kwamba moja kati ya jambo ambalo wanataka kufanya ni kuchukua tu taarifa na kwenda kuithibitishia Marekani ilifaulu ama haikufaulu na nini ambacho wanaweza wakafanya baada ya kushindwa kwa jaribio lao la kuharibu mfumo wa nyuklia wa nchini Iran. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utaweza kupata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri duniani.